Wenye viti wa mitaa, nyinyi ni wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama katika mtaa. Huko ndio waliko watoto wetu hawa wanaofanya uhalifu. Tatu, mzuka japo inapungua, lakini uhalifu, vibaka. Kwa nini wananchi wasilale salama? Kwa hiyo ninawaelekeza wenye viti wote wa mitaa katika jiji la Arusha kuwa na mikutano katika mitaa yenu, na ajenda ya usalama iwe ajenda ya kudumu kila mkutano mtakapokutana. Sisi wazazi na walezi, vijana wetu ndio wanaofanya hayo, lakini mkuu wa kituo peke yake hawezi kukamata hao wahalifu. Lazima ashirikiane na wananchi na viongozi wa mitaa katika maeneo hayo. Kwa jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama vinategemea ushirikiano wenu. Kwa hiyo nasimama hapa kuongea na nyinyi kwa mara ya kwanza kama wenye viti wa mitaa kusema uhalifu sasa basi katika jiji la Arusha. Lakini mbali ya matukio hayo, mkoa huu ni wa utalii. Huu mkoa ndio unaopokea wageni wengi kuliko mkoa mwingine wowote. Utatua KIA, utakuja Arusha, utakuwa na safari zako. Mikutano ya kimataifa mingi inaletwa Arusha. Hivi tarehe 29 wametujulisha wiki moja iliyopita, mamlaka ya udhibiti na mambo ya hali ya hewa duniani, nchi 80 wanakutana Arusha tarehe 29 mwezi huu. Mwezi wa 10 bunge la dunia, yani dunia nzima, mabunge yao, wabunge karibia 10 wanakuja kukaa hapa jijini Arusha. Mwakani kuna AFCON, lakini kutakuwa na matukio mengine, mikutano mingine ya kimataifa inaendelea. Wiki mbili zilizopita tulipokea ujumbe kutoka Urusi, watu 200 wamefanya mkutano wa Arusha. Kwa hiyo ajenda ya usafi iwe ajenda ya kudumu. Nyie hapa ndo kioo cha usafi, ustaarabu unaanzia hapa katika kitovu, watu watakapokaa na kulala hapa. Kwa hiyo swala la usafi ni muhimu. Swala la pili kutoka mwisho, usimamizi wa miradi ya maendeleo katika maeneo yenu. Kwa hiyo tusikae na kero, lakini miradi ya maendeleo inapokwama mtoe taarifa, kwa sababu wananchi wanauliza kwa nini mradi huu sisi umesimama, mwenyekiti wa mtaa hana maelezo. Nishawaambia watu wa TARURA, wanakuambia kuna barabara fulani tutapitisha greda sijui nini, mnaenda pale hamuonani hata na mwenyekiti wa mtaa, mnapitisha tu greda ambayo mngemkuta mwenyekiti wa mtaa angewaambia eneo korofi ni hili hapa, nyie mnapita tu. Halafu mtu anajitambulisha, mimi mwenyekiti wa mtaa, anamwambia mradi wa kutoka wilayani au kuhusu wewe. Kwa hiyo mkurugenzi na timu za wataalamu, mnaposhughulika na miradi hii inayohusu mitaa, wahusisheni na wenye viti wa mitaa katika maeneo yao. Hata mabarabara, tunataka kupanua barabara ya Arusha kwenda Kisongo. Unalipaje fidia kama mwenyekiti wa mtaa hawezi kuwatambua na kukusaidia hawa watu? Kwa hiyo wenye viti wana umuhimu wao katika miradi yote tunaoitekeleza.